Sisi sio maadui wa uhifadhi. Sisi sio maadui wa uhifadhi. Tulikuwepo tangu enzi na enzi na bado tutakuwepo. Tulikuwepo tangu enzi na enzi na bado tutakuwepo. Kwa majina anaitwa Lebanguti Monson, mwananchi wa kijiji cha Ngarasero. Nipo hapa na wananchi wenzangu kuleta ombi kwa Mheshimiwa Rais kutokana na majibu ya tume ambayo yaliweza kutolewa tarehe 12 mwezi huu kwa Mheshimiwa Rais. Sisi kama wananchi tunaona kwamba mapendekezo ambayo yametolewa na tume hayaendani na maoni yetu au sio sehemu ya yale ambayo sisi tuliyazungumza katika vikao vyetu pamoja na ile tume. Hivyo tunapendekeza mambo yafuatayo. Namba moja, tunapinga mapendekezo ya tume za Rais na serikali isifanyie kazi. Tunamwomba Rais asifanyie kazi mapendekezo hayo kwa sababu hayaendani na mapendekezo ambayo wananchi walitoa katika vile vikao. Lakini namba mbili, tunapinga uhamisho wowote kutoka katika ardhi yetu. Tunapinga mpango wa kufanya ardhi vijiji kuwa mapori ya akiba, game reserve, kwa madai kwamba ni mapori tengefu kinyume na sheria. Katika eneo la Ziwa Natron, tungeomba serikali isipandishe hadhi kuwa pori la akiba. Tunataka kuzingatiwa kwa ridhaa ya wananchi katika hatua zote za haki yetu halali ya kubaki Ngorongoro na vijiji vyetu kuendelea na mfumo wetu wa maisha ya ufugaji uheshimiwe. Hivyo tunamwomba Mheshimiwa Rais, maeneo ya malisho ambayo yamekuwa yakionekana kama ni maeneo ya wazi, tunamwomba yaendelee kubaki kwa ajili ya mifugo, kwani sisi tunaishi kwa kutegemea mifugo peke yake. Vile vile tunadai ardhi ya Pololet irejeshwe kwa jamii yetu na kukomeshwa kwa ukamataji wa mifugo, unyanyasaji na kukamatwa kiholela kwa wafugaji. Mheshimiwa Rais, ukamataji wa mifugo umekuwa ukituumiza sana. Hivyo tunaomba ardhi hii ambayo iliweza kuchukuliwa tuweze kurejeshewa. Nasoma taarifa hii kwa niaba ya wananchi. Taarifa kwa umma. Taarifa ya wananchi wa jamii ya Kimaasai kutoka wilaya ya Ngorongoro, hususani tarafa ya Sale, juu ya mapendekezo ya tume za Rais na kusisitiza haki yetu ya kubaki katika ardhi ya mababu. Sisi wananchi toka jamii ya Kimaasai kutoka wilaya ya Ngorongoro, hususani tarafa ya Sale, tunatoa tamko hili kutoa ufafanuzi juu ya taarifa ya tume mbili za Rais zilizowasilishwa tarehe 12 Machi 2026 kuhusu migogoro ya matumizi ya ardhi na sera za kuhamishwa katika ardhi yetu ya asili yenye maeneo ya muhimu kwa tamaduni, uchumi na maisha yetu. Hata hivyo, baada ya kuchambua kwa kina maudhui ya taarifa na mapendekezo yaliyowasilishwa na tume hizo, tunalazimika kueleza wazi kuwa tuna wasiwasi mkubwa juu ya hatima ya maisha yetu. Kwa mtazamo wetu, ripoti hizo hazijakisi uhalisia wa maisha yetu, hazijazingatia hata kidogo maoni yetu, na zimeachwa maswali ya msingi bila majibu wala kuonesha na namna ya kuzitatua changamoto zetu. Ripoti hizi si tathmini huru wala za kuaminika zinazotegemea kwa kiasi kikubwa nyaraka ya sera zilizokwisha kupingwa awali, kama vile ripoti ya mapitio ya mfumo mseto wa ardhi eneo la hifadhi ya Ngorongoro, Multiple Land Use Model ya 2019 iliyorekebishwa 2024. Zinarudia simulizi zile ambazo kwa muda mrefu zimetumika kuhalalisha kuwaondoa wafugaji wa Kimaasai kutoka katika maeneo yao. Hitimisho lililotolewa linategemea makadirio yaliyokuzwa ya ongezeko la idadi ya watu na mifugo, matumizi ya takwimu yaliyochaguliwa kwa upendeleo, takwimu zisizo sahihi kuhusu mifugo, pamoja na migangano mikubwa ya kimaslahi ya taasisi, huku ikipuuza ushahidi unaopingana na simulizi za serikali. Kwa vizazi vingi, wafugaji wa Kimaasai wameisha ndani ya mfumo
wa ikolojia ya Serengeti na Ngorongoro. Kwa mfumo wa kuishi sambamba na wanyamapori, maisha yetu ya ufugaji si tishio kwa uhifadhi. Kinyume chake, maarifa yetu ya asili na mbinu zetu za usimamizi wa ardhi zimeendeleza mfumo huo wa ekoloji kwa karne nyingine. Tume hizi zinajaribu kuonyesha uwepo wetu kama chanzo kikuu cha shinikizo la kimazingira, huku zikipuuza upanuzi wa haraka wa miundombinu ya utalii, mahoteli ya kifahari, barabara na msongamano wa magari ya utalii ndani ya maeneo ya hifadhi. Mapungufu hayo yanaonyesha upendeleo wa wazi. Jamii ya wafugaji zinapewa lawama katika maslahi ya biashara, wanachukuliwa kana kwamba hayana athari kwa mazingira. Tunakiri kwamba sera za uhamiaji zilizotekelezwa katika miaka ya hivi karibuni ya kuhamisha wananchi kutoka tarafa ya Ngorongoro hazikuwa za hiari. Tumekuwa tukieleza mara kwa mara kwamba jamii zetu zimekumbwa na vikwazo visivyokabilika katika huduma za misingi, upatikanaji wa ardhi na miundombinu ya kijamii. Hali mbaya kwa vitendo imelazimisha watu wetu kuondoka katika makazi yao kupitia kunyimwa huduma badala ya hiari. Tunapinga kwa nguvu pendekezo kwamba uhamisho uendelee. Katika eneo la Loliondo na Sale, tume imekiri kuwepo kwa malalamiko ya wananchi kuhusu kutoshirikishwa katika uanzishwaji wa pori la akiba la Pololet, hususani katika ardhi ya vijiji 16 vya tarafa ya Loliondo na Sale, lakini pia kukosekana kwa maeneo ya malisho ya mifugo yao. Hata hivyo, tume haijatoa majibu ya wazi kuhusu iwapo umegwaji wa ardhi ya vijiji vya Loliondo na Sale ulikuwa shirikisho kwa mujibu wa sheria. Kwa sasa wananchi wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maeneo ya malisho, hali inayotisha moja kwa moja maisha yao ya ufugaji, iliyopelekea mamia na maelfu ya mifugo kufa kwa kukosa malisho ya maji na maelfu kukamatwa ndani ya nje ya eneo hilo na kutozwa mamilioni ya fedha, na wengine kutaifishwa na kuuzwa kwenye minada ya wazi na kuachwa wananchi katika dimbwi kubwa la umaskini. Badala ya kushughulikia swala la misingi na kina cha tatizo ambacho ni haki ya ardhi na ushirikishwaji, mapendekezo yamejikita zaidi katika masuala ya kuitawala kama miundombinu na usimamizi bila kupendekeza namna ya mgogoro wa ardhi pamoja na changamoto ya mahitaji ya jamii yatakavyotatuliwa. Katika eneo la Ziwa Natron, mapendekezo ya tume yamehusu kupandisha hadhi ya eneo hilo na kufanya mabadiliko katika matumizi ya ardhi. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kuwa eneo hili ni ardhi ya vijiji halali vilivyosajiliwa kwa mujibu wa sheria. Aidha, tume imependekeza kufutwa kwa tangazo la serikali namba 597 la tarehe 7 mwezi wa 10 2022 ililotenga eneo la hekta 35,232.47 katika kijiji cha Ingarasere kuwa eneo la malisho. Pendekezo hili halizingatii uhalisia kuwa eneo hilo linategemewa kwa kiasi kikubwa sana na wananchi kwa ajili ya malisho ya mifugo. Zaidi ya umuhimu wake wa kiuchumi, eneo la Ziwa Natron lina thamani kubwa ya kiutamaduni na kiimani. Tunakiri kwamba wananchi wilaya Ngorongoro, hususani vijiji 16 vya tarafa ya Loliondo na Sale, wanataka Pololet irejeshwe kwao na kufutwa tangazo la serikali lililoanzishwa hifadhi hiyo kinyume na utaratibu. Aidha, tunalaani tume hizo kwa kushindwa kushughulikia uhalali wa kuanzishwa kwa hifadhi ya Pololet. Pia hatukubaliani na mapendekezo yanayohusu eneo la Ziwa Natron katika kata ya Ingarasero ambalo halikupaswa kuwa sehemu ya wajibu na hadidu za rejea za tume hizo. Kwa hivyo wito wetu ni kama ifuatao:
Tunapinga mapendekezo ya tume za rais na serikali zisifanyiwe kazi. Tunapinga uhamisho wowote kutoka katika ardhi yetu. Tunapinga mpango wa kufanya ardhi vijiji kuwa mapori ya akiba, game reserve, kwa madai kwamba ni mapori tengefu kinyume na sheria.